niliwaita tuzungumze baadhi ya mambo yanayolihusu taifa letu. Mimi niliona ni vizuri niweke mchango wangu kidogo katika kipindi hiki ambacho nchi yetu ipo kwenye kampeni za kila chama kuomba fursa au nafasi ya kuaminiwa na kuweza kuchaguliwa kuiongoza nchi yetu. Kama vyama tunavyogombea navyo, nataka niseme jambo moja. Unajua kuna vitu vingine vya ajabu kabisa. Watu wanazungumza wanasema, Rais Samia anagombea na nani? Rais Samia anagombea na wale walio hiari kutoka kugombea naye. Hao ndio waliokuja, wameweka majina, wameteuliwa na tume, na wao wanakuja ndio wanaogombea naye. Lakini kwani 2020 mgombea wa CCM aligombea na nani? Aligombea na vyama vya upinzani. Kwa wapiga vizuri tu, 84 kama sikosei. Na mimi nataka niwaambie, ninawajua wa Tanzania, nimekuwa kiongozi nikazunguka nchi hii. Dr. Samia Suluhu Hassan ataibuka na kura za heshima ambazo zitapeleka ujumbe kwa wale ambao wanajaribu kuchafua. Nataka kusema wafanye biashara wafanye kazi yao ya biashara. Na wakubali kwamba wanapokosa zabuni wasitumie fedha ambazo walizipata kwa zabuni walizopewa na serikali hii kuharibu image ya nchi yetu na taswira ya chama chetu na nchi yetu kwa ujumla. Watu hawa sio tu kwamba tunapaswa kuwapuuza, lakini tunapaswa kwa kweli wakati mwingine kuwafundisha na kuwakumbusha kwamba hatuna nchi nyingine, nchi yetu ni hii moja, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mahusiano ya wana CCM baada ya mchakato. Kwanza kuna wana CCM kabisa wengi sana ambao wamekubaliana na matokeo ya uteuzi. Na leo wanazunguka pamoja na wagombea wa CCM katika ngazi zao za kata kwa udiwani, katika ngazi za wagombea ubunge, wanazunguka majimbo kuipigia CCM kampeni. Wako wengi sana. Walionuna si wengi. Wako wachache walionuna kutokana na kutokuteuliwa. Na wakati mwingine ni makosa. Wewe unanuna kwa mgombea ambaye ameteuliwa na mamlaka ya kuteua sio yeye hakuwa mamlaka. Mamlaka, kamati ya uteuzi ya mwanzo ya majina yale matatu au ilipoongezwa ni kamati kuu. Lakini kwa maoni, kuzingatia maoni yaliyotoka kwenye ngazi za jimbo lako, ni kwa maana ya kamati ya siasa ya wilaya na kamati ya siasa ya mkoa na kamati za usalama na maadili. Lakini na kamati kuu ina vigezo vyake pia. Chama hiki ni kikubwa, kina sura ya jamii nzima. Kingetaka wakati mwingine rika fulani nalo liingie kwenye uongozi. Kwa wakati mwingine kuondolewa sio kama unaondolewa kwa kuwa umepoteza mvuto. Unaweza kuondolewa kwa sababu kuna haja pia kuingiza damu mpya ndani ya uongozi. Upo kabisa uwezekano huo. Mimi nimekuwa kwenye vikao vya kuchuja. Kwa hiyo kama ingelikuwa ni dhambi kuondoa majina ya watu wanapogombea, maana dhambi hiyo mimi nitakuwa nimeifanya sana. Kwa sababu nikiwa mbunge, nikiwa mjumbe wa NEC, mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa, kamati ya siasa ya mkoa, wilaya, taifa, kamati kuu, halmashauri kuu, nidhani majina mengi yamekuja mbele yetu. Kwa hiyo hili ni swala tu la kuwa na nidhamu ya kujua kwanza wajibu wako kwa chama chako na kusimamia maadili na misingi na miiko ya chama chako. Kwa hiyo hili wako vijana kabisa waaminifu wengi sana. Wachache sana ndio walionuna, lakini hata hawa wachache tusingetaka wanune. Sisi tunataka chama hiki ambacho tunataka chama hiki twende pamoja. Sisi tunaamini kwenye kuvumiliana, kwenye umoja, kwenye R4 za mama. Kwa hiyo kwenye hili ni jambo la fujo. Una hiari ya kubaki ndani ya chama kama unaridhika na kanuni zake na katiba yake. Lakini una hiari ya kuondoka kwenye chama hicho kwenda chama unachodhani kinakusaidia kuliko ubaki ndani ya CCM unavaa shati la kijani mchana, usiku unaendelea kukinongonga chama hicho na kuchafua taswira ya nchi yetu. Kwa nimesema kuna demokrasia ndani ya vyama. Sasa dawa yake ni nini? Dawa yake ni vyama vya siasa vijenge wanachama wenye imani na vyama, na wasiendelee kuwa wahamaji kwenye vyama, watu wasioeleweka msimamo yao. Najua wanaoendelea kuchafua CCM sio wale tu ambao wameshindwa kwenye kura za maoni au hawakuteuliwa. Lakini kuna jambo jingine jipya limejitokeza mwaka huu.
Kuna baadhi ya wafanyabiashara wenye makampuni makubwa ambao walikuwa wakipata kandarasi za serikali katika miradi mbalimbali ya taasisi za umma kwa muda mrefu sana. Lakini hivi karibuni katika zabuni zilizopita hawakufanikiwa kushinda zabuni hizo kwa mujibu wa sheria ya manunuzi. Lakini leo watu hawa wameendelea kufadhili baadhi ya vikundi vya vijana, baadhi ya vyombo vya habari visivyojiheshimu, na hasa kutumia pia wanaharakati wa nje ya nchi kuharibu taswira ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, kuharibu taswira ya nchi yetu, kuharibu taswira ya chama chetu. Na mimi nataka niwaambieni vijana, wengi mchezo huu wa kupaka matope viongozi haukuanza leo.